Yesu karibu anarudi. Hatujui saa, hatujui siku, lakini dalili zinatuonyesha ya kwamba karibu anarudi. Ukisoma saa inayoitwa Israeli, kuna mambo matano ambayo unahitaji kuyatazama kule ndani. Ya kwanza, unatakiwa kuangalia mipaka yake. Ya pili, angalia umiliki wa jiji la Yerusalemu. Kasome Biblia yako. Ya tatu, inazungumza juu ya ujenzi wa hekalu la tatu kwenye ule mlima Moria. Maandiko yameandika na maandalizi yake yamesogea. Kasome Biblia yako. Kuna mabadiliko ya uongozi wa juu ya taifa la Israeli. Hayabadiliki tu kirahisi rahisi, yana muda wake. Lakini pia kaangalie nchi zinazozunguka Israeli. Kaangalie zilizotabiriwa siku za mwisho. Kuna nchi zipi? Asikia inafa. Kasome uone. Kuna wakati Gaza ilipotea. Kuna wakati ilikuwa chini ya Yordani. Kuna wakati chini ya ukoloni wa Uingereza. Vita vya 67, Gaza ikachukuliwa na Israeli. Kwenye mapatano ya amani ya Misri na Israeli, Misri wakakataa kuchukua Gaza, kikawalalia Israeli. Katika mapatano ya amani na Wapalestina, wakaachia Gaza. Kitabu cha Zakaria kinaniambia Gaza itakuwa nchi na itakuwa na mfalme, na atakuwa na vita na Israeli na atapigwa. Kasome kitabu cha Zakaria. Maandiko yanazungumza juu ya ugomvi na Uturuki. Yanazungumza juu ya shida itakayotokea na Misri kabla ya mapatano ya amani ya muda mrefu, na kutengeneza barabara ya lami kutoka Misri itakayopata Israeli na kwenda mpaka Syria. Lakini pia kuna vita na Damascus kabla ya hiyo barabara. Maandiko yameandika wazi. Kwa hiyo unapoona chuki zidi ya Israeli kutoka kwenye nchi tofauti tofauti, huoni wale wa Palestina kule ndani wakiwa na hasira na Israeli sawa sawa na ile hasira iliyoko Gaza, kwa sababu huku kwingine hiyo nchi haipo. Huyo ni kwenye Biblia unaona Gaza. Kasome Biblia yako. Na ikiwa na utawala wake, maandiko yananiambia kwamba Yerusalemu litakuwa jiwe la kujikwaa, na mataifa yote duniani yatakuja kupigana na Yerusalemu kwa sababu wanataka kuigawa. Na Mungu amesema haitagawanywa, lakini anasema itagawanywa. Watu wanafuatilia kuigawa, na kwa sababu hiyo, kwa sababu Wayahudi hawataki kuigawa, kwa sababu Mungu amesema ya kwamba wasigawe, dunia nzima itawageuka. Kwa hiyo usishangae sana unapoona ajenda ya Yerusalemu kidogo kidogo itapelekwa Umoja wa Mataifa, halafu ipigiwe kura. Unapoona namna hii, inua macho yako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndio maana ni muhimu sana kuimarisha uhusiano wako na Israeli. Sina namna ya kukufundisha kila kitu, lakini hii kuwekea kitu cha ajabu sana. Mtu yeyote, kanisa, iwe nchi, zarau uhusiano wako na Israeli. Cha kwanza, kuna vinono wewe sipata. Anayebariki Israeli atabarikiwa, anayelaani Israeli analaniwa. Maandiko yanasema omba kwa ajili ya amani ya Yerusalemu. Amani ikishuka Yerusalemu na inakuja na kwako. Yerusalemu ikifanikiwa inakuja na kwako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kasome Biblia yako uone. Oh, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Maya kujiuliza kwa nini kanisa halina mzigo wa kuandaa watu juu ya kuondoka kwao. Ni kwa sababu kuandaliwa kwa kunyakuliwa kwa kanisa kunaendana na yule mtu anayekuandaa uhusiano wake na Israeli. Kwa sababu huko ndiko unakodaka utayari. Wewe sidaka mahali pengine popote. Unaweza kusoma Biblia kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini kama ndani yako kumefungika kuunganisha kilichoko kule ndani na taifa la Israeli unaloliona, unalolisikia, kuna kitu utaona. Kuna kitu utaona. Na unisikilize mtu wa Mungu. Kama kazi moja wapo Mungu alionipa, si tu kufundisha, ni kuliandaa kanisa lake
tayari kwa ajili ya kunyakuliwa. Alisemesha kwa sauti wazi wazi na kunionyesha siku ya mwisho itakavyokuwa na kazi ambayo nimepewa. Na ninapofuatilia masuala ya Israeli, sio lazima uende Israeli. Ukipata nafasi ya kwenda Israeli, shukuru Mungu. Lakini usipopata hiyo nafasi, usiweke hicho kisingizio. Soma Biblia yako, soma magazeti, soma vitabu vinavyohusu masuala ya Israeli. Mwambie Mungu, nifungulie macho. Nipo upendo juu ya Israeli, nipo upendo juu ya Yerusalemu. Ukiona unaichukia Israeli na unaichukia Yerusalemu bila sababu yoyote, fikiria hiyo roho inayokufanya namna hiyo inatoka wapi. Kwa sababu unatakiwa kuipenda Israeli, unatakiwa kuipenda Yerusalemu kwa sababu kuna unono kule. Kuna mizizi yako imekaa kule. Kuna namna ambavyo utapokea vitu kutoka kule. Ukikataa ni sawa sawa na kukataa origin yako. Na kuna kitu Mungu alichokuwekea cha kukusaidia katika maisha yako ya sasa, kimefichwa mle. Usiniulize ni kwa nini. Mimi ninachojua ni kwamba Mungu kasema kwenye maandiko. Ni kazi yangu kukuambia ya kwamba Yesu atakapokuwa anarudi, ishara za kwamba anarudi hazitapelekwa kwenye taifa lingine kwanza, zitapelekwa Israeli, na zitakuwa zinachanua toka kule, na zitakuwa zinachanua toka kule. Na kadri kurudi kwa Yesu kunavyosogea, ndivyo mambo yanavyozidi pale Israeli. Huku mwanzoni Biblia inasema mtasikia matetemeko na matetesi ya vita. Anasema huo ni mwanzo wa utungu. Lakini ukiendelea kule mbele, huo ni kukisema mahali kwingine kote ni kitu Israeli. Kwa ukiona concentration ya watu wa news, ukiona msukumo wa watu wa news, ukiona msukumo wa vikao vya Umoja wa Mataifa, nenda katizama. Nilikuwa naangalia Umoja wa Mataifa, kati ya maamuzi waliofanya na maazimio, sehemu kubwa wamefanya maazimio juu ya Israeli kuliko nchi nyingine yoyote. Na kila ninapoenda Israeli, namwambia Mungu, nifungulie macho nione. Nimeshaenda mara 16 kwa miaka 4, mara 16. Na ninakwambia ukiniambia naenda kila mwezi nitaenda. Na kila ninapokanyaga ile ardhi, kuna kitu kipya kinaingia ndani ya moyo wangu, kwa sababu siendi kutalii. Kuna kitu ninaachilia connection. Na ndio maana unaposoma Biblia yako, unasoma habari za Israeli, soma vizuri kwa jicho ambalo Mungu amekuwekea. Na ndio maana nimesoma hii Warumi. Watu wengi sana hawajawahi kuona Israeli ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu unaichukia Israeli kabla hujaisoma. Unaichukia Israeli hata bila sababu yote. Unaichukia Israeli kidini, unaichukia Israeli kibiashara, unachukia Israeli kisiasa. Usijaribu kuitazama Israeli kisiasa, utaielewa. Huwezi kuielewa ukitizama kidini, huwezi kuielewa ukitizama kibinadamu. Utaielewa tu ukitizama kwa jicho la Mungu. Utaelewa tu ukitizama kwa maagano hayo matano. Nje ya hapo hutaielewa. Utawachukia kuanzia asubuhi mpaka jioni na utakosa unono wako. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God, glory to God. Hakuna kitu kibaya kama kukosa ile siku ya kunyakuliwa. Kama utakuwa bado huko duniani, kama utakuwa umekufa, hakuna kitu kibaya kama usipofufuliwa kwanza. Kwa sababu Yesu karibu anarudi. Usije ukafikiri kwa sababu ni mdogo Yesu atasubiri uwe mkubwa. Ikifika saa, atakuchukua tu. Atatokea mawinguni. Hatakuja huku duniani, ataishia mawinguni. Na akiishia mawinguni, wale walio wake, wale waliolala katika Bwana, waliotangulia wakafa katika Bwana, sio waliozikwa Kikristo, waliokufa katika Bwana, maana wamekufa katika imani ile ya Kikristo. Maandiko yanasema watafufuliwa kwanza. Alafu sisi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao. Kufumba na kufumbua, tutabadilishwa kabisa. Miili yetu hii itabadilishwa. Itavaa ile miili ya kutokuharibika. Mavazi haya yataondolewa. Tutavaa vazi la mwana kondoo, vazi jeupe la wokovu. Oh, hallelujah, hallelujah. Wale ambao walitunza taji yao, taji zitatokea kichwani mwao. Oromosha karabakase. Maana umeandaliwa kama bibi harusi tayari kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo. Na kuna watu watabaki. Watasema, lakini tulikuweko kwenye semina Mwakasege, tunamsubiri aje semina nyingine atuambie. Nitakuwa nimeshaondoka. Labda kama mtu mwingine anataka kuiga kama Mwakasege anaweza. Lakini wale wana hakika kunyakuliwa kikotokea na misimo. Hallelujah. Nitaondoka nao. Oh, glory to God, glory to God. Oh, glory to God, glory to God. Si mara kwa mara utasikia vitu vya Israeli vikifundishwa, lakini kila linapofundishwa linakufungulia macho ya ndani makubwa sana. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu anaweza akatokea saa hii. Utafanyaje? Nataka nikuulize swali. Hakuna mtu ajua siku wala saa. Siku moja nilikuwa nasikiliza matangazo ya vifo kwenye runinga. Alafu nikasikiliza. Sijui kitu gani kilinifunika saa hiyo, lakini najua ni Roho Mtakatifu aliingia ndani yangu. Nikajikuta ninaomba, nasema Mungu, mimi sijui mpango wako wa kumleta Yesu duniani, lakini ukija saa hii Watanzania wengi sana watakosa mbingu. Naomba unisikie, airisha kidogo. Airisha kidogo, tuchape injili. Wape neema watu wanaposikia injili waokoke. Maana ukitokea hivi saa hii, Mungu tusaidie, punguza hii spidi ya watu kufa. Maana wengi wanakufa wana Yesu. Jesus. Wateule wote tu. Sikia. Okay, lakini kama wewe hutakusanyika sawa. Lakini kama utakusanyika sema tutakusanyika. Wateule wote tutakusanyika pale Bwana Bwana Mwokozi. Wateule wote tutakusanyika pale Mungu ni siku yetu ya mwisho. Kuna wengine wanaweza wasione semina nyingine, wasione ibada nyingine, wasione kanisa lingine, maana wanaweza kufa. Tunachoomba kwako, asiweko hata mmoja aliyehudhuria na kusikia sauti atakaye kufa pasipo wewe kuwa ndani yake. Asiweko hata mmoja Bwana anayesikia sauti atakaye kwenda jehanamu, alafu hii sauti ikamsumbue kule. Ulisikia. Mpe neema ya kusema ndio kwako. Ndio maana unatuambia saa ya wokovu ni sasa, si kesho. Maana yake muda tunaoweza kujivunia ni sasa. Mungu, katika kuishi kwetu tunaishi kama vile hutarudi kesho. Tunapanga kila kitu, lakini kwa jinsi ya rohoni tunaishi mkao wa namna ambayo Bwana ukituita saa hii tunakuja, ukiita saa hii tunaitika. Mungu, ninaomba msaidie kila mmoja anayenisikiliza haja kujua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake hakujua. Aokoke Bwana. Muondolee ubishi ndani yake. Muondolee ugumu wa moyo. Muondolee hali ya kuahirisha. Muondolee kuogopa wanadamu. Muondolee kuogopa viongozi wake wa dini. Apata kujua kwamba msalaba ulikuja kwa ajili yake. Nani kwa ajili yake Yesu alikufa akafufuka. Nani kwa ajili yake Roho Mtakatifu akashuka duniani. Ndio maana Yesu kafundisha kwamba hata kama wote 99 wangekuwa safi, mmoja tu ndio mbaya, ungekufa kwa ajili yake. Ungetoka na kwenda kumfuatilia mahali aliko. Mungu, inawezekana huyo mmoja ni yeye, na anataka aende mbele zako kwa kigrupu. Sema naye ya kwamba swala la wokovu na swala la imani sio la kigrupu, ni la mtu binafsi, ni la peke yake. Bwana, hajajua inawezekana kwenye familia yake hakuna mtu aliyeokoka, na ndio maana unamsemesha yeye awe mwanzo. Bwana, maana atakuwa mlango. Akiokoka yeye unatuambia
itakuambia na nyumba yako itaokoka. Maana yake ni kwamba utamsaidia na wengine wapate kujua. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sema naye Bwana ndani ya moyo wake. Shetani, ninakuamuru, achia roho yake, achia nafsi yake, achia mawazo yake, achia maamuzi yake. Ninamdai atoke kwenye ufalme wa giza aingie kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shetani, una ruhusa ya kumzuia katika jina la Yesu. Malaika mvunao ambao mko pamoja nasi hapa na mko katika nchi hii sasa, katika jina la na kila mahali ambapo neno hili linakwenda, kaeni mkao wa kuvuna katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu unayetujalia kuja kwa Bwana, unayeachilia neema inafunuliwa nasi tunaokoka, achilia hii neema ifunuliwe ndani ya mioyo ya watoto wako hao kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, mara hii tena ninaomba, achilia watu wako waje kwenye zizi lako. Mungu, ninaomba mara hii tena, Bwana, madhabahu hii vuta watu waje kwako. Mungu, mara hii ninaomba tena, Bwana, wakugeukie wewe. Mungu, gusa na yule ambaye aliacha wokovu akifikiri ameweza kuacha kitu ambacho ni kienyeji. Rudisha ndani yake thamani ya wokovu, apate kujua ya kwamba hakuna kilicho na thamani kuliko ulichomfanyia Bwana. Apate kurudi kwako tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu aliye hai, sifa na heshima ni za kwako. Tunajua si kwa nguvu zetu hao watu watakuja, si kwa hekima zetu hao watakuja, lakini kwa sababu ya nguvu zako na uwezo wako na neema yako na matendo yako watakuja kwako. Mungu, jitukuze ndani ya watoto wako katika jina la Yesu.